Vipi kama kuna kijana mmoja alikuwa anaishi maisha mawili tofauti kabisa? Mchana, yeye ni mwanafunzi maskini wa shule ya upili ambaye anajiweka mbali na kila mtu. Lakini jua linapotua, anabadilika na kuwa mmoja wa wachezaji wa karata wanaoogopwa zaidi katika ulimwengu wa chini kwa chini. Anawakataa wasichana wote wanaojaribu kumkaribia, akijificha nyuma ya kuta za baridi hadi Sae-dong anapoingia. Yeye ni msichana mwenye kujiamini, mrembo sana, aliyerudi tu kutoka kusoma Marekani. Na tofauti na wengine wote, yeye hakati tamaa kwa sababu ya ukatili wake. Kama kuna kitu, yeye anazidi kusogea karibu zaidi. Hii ni hadithi ya jinsi msichana mmoja mwenye mwanga alivyoweza polepole kuyeyusha moyo wa kijana aliyevunjika na kubadilisha maisha yake milele. Yote yanaanza katika shule yao ya upili. Shule ya upili kimsingi ni jamii kwa mukhtasar. Watoto wa matajiri wanatawala na wale wasio na pesa hukandamizwa chini ya miguu yao. Huo ndio ulimwengu anaoishi Gogan, na amechagua kujificha ndani yake. Zamani alikuwa mchangamfu na mwenye urafiki, lakini mahali fulani njiani aligeuka kuwa kama mzimu. Anaingia darasani tu kulala, hana hata pesa za kununua chakula cha mchana, na wanafunzi wenzake wanapomsukuma na kumtukana, hapigani. Sio kwa sababu yeye ni mwoga, bali anajua vizuri kabisa fidia ya kila kipigo ingekuwa kiasi gani. Anahifadhi makali yake yote kwa ajili ya usiku. Gogan anafanya kazi katika pango la kamari siri, na yeye ni hodari. Hodari kiasi kwamba wateja wa kawaida wameanza kumuita Mungu wa bahati. Sio kwa sababu ya bahati, bali kwa sababu namna anavyodhibiti mchezo wa karata inafanya ionekane kama matokeo yalishapangwa kabla hata ya kuketi mezani. Lakini chini ya yote hayo, anabeba mzigo ambao hakuna mtu darasani kwake angeweza kuuelewa. Familia yake imezama kwenye madeni, na uzito ulioko mabegani mwake ni mkubwa kuliko mtu yoyote shuleni anavyoweza kufikiria. Na kile kingekuwa miaka ya kusoma na kucheka na marafiki, kimekuwa zamu zisizoisha za usiku, njaa na uchovu mzito unaoendelea bila kukoma. Usiku mmoja, Gogan anaitwa kwenye sehemu aliyokwisha izoea kwa ajili ya mchezo wa karata. Anapoingia tu, anajua hii ni tofauti. Ni chumba kilichofungwa, chenye mwanga hafifu, kimya lakini kinabana pumzi, na kila mtu mezani ana uwepo wa kutisha, kama watu waliokwisha zoea kuweka maisha yao rehani. Anajifanya mtulivu, lakini moyo wake unapiga kwa kasi. Anaangalia kila kitu, jinsi wanavyopanga chipsi zao, macho wanayobadilishana kwa siri, kusita kabla ya kuweka dau. Anaongeza dau kwa wakati sahihi, anapunguza kasi inapohitajika, na hata anatuma ishara za uongo ili kuwafanya wapinzani wake kukosa kuelewa hali halisi. Lakini haijisikii kama ushindi, inahisi kama onyo. Anaporudi kwenye maisha yake ya kawaida, ratiba yake haibadiliki: shule, kazi, kisha kurudi nyumbani kwenye nyumba iliyojaa chupa tupu na ukimya. Anasafisha bila kusema neno, kisha analala kwa masaa machache kabla ya kuanza tena. Wakati huo huo, Cha Sae-dong anaingia kwenye maisha yake na kuleta nguvu tofauti kabisa. Amerudi tu baada ya miaka ya kusoma Marekani. Ameiva, anakujiamini na hawezi kupuuzwa. Jirani yake wa utotoni, Tae-ha, anamchukua uwanja wa ndege akiwa wazi kabisa amempenda. Mama yake Sae-dong alikuwa akimsifia sana Tae-ha, na mara nyingi alimpongeza kwa tabia yake nzuri. Lakini Sae-dong amekuwa mkweli kila wakati kwamba hana hisia za kimapenzi kwake, na amemuomba mama yake mara kadhaa waache mambo yaende kawaida kama yataenda kabisa. Siku yake ya kwanza shuleni, Sae-dong anavaa sare yake akiwa na mchanganyiko wa wasiwasi na msisimuko, na anaingia darasani kama anamiliki mahali pale. Anajitambulisha kwa tabasamu linalong'ara darasa zima, na kwa muda mfupi hata Gogan, ambaye alikuwa amezoea kuto kujali chochote, anaamka na kumsikiliza. Anapopangiwa kukaa kiti karibu naye, anaingia moja kwa moja kwenye mazungumzo, akiwa mchangamfu na wazi. Ongea kuhusu yeye mwenyewe, maisha yake nje ya nchi, kila kitu. Gogan anajibu kwa maneno mafupi sana au hata kimya. Anagundua kuwa yeye ni mzuri, jambo linalomfanya amuulize moja kwa moja kama ana mpenzi. Anaeleza kwamba hamjui mtu yoyote Korea baada ya kukaa nje kwa muda mrefu, na hana mpenzi pia. Anaendelea kuzungumza kana kwamba anajiuliza na kujijibu mwenyewe, mpaka Gogan anamkatiza kwa ukali. Anamtazama kwa mshangao bila kuogopa, hata anapendekeza wawe marafiki wakubwa, akisema itakuwa vizuri kuwa na rafiki mzuri kama yeye karibu yake. Gogan anamwambia akae kimya tafadhali.
Ananyamaza akipepesa macho kama mtu aliyekatwa umeme, wakati yeye anasimama na kuondoka bila kusema neno lingine. Habari zinaenea haraka kwamba msichana mpya alisoma Marekani na kundi la wasichana maarufu linakuja haraka kumchukua. Jina lake la utani shuleni lilikuwa Handsome Zombie. Inaonekana hapo zamani alikuwa mchangamfu na mwenye ukarimu, lakini kuna kitu kilibadilika kati ya mwaka wa kwanza na wa pili, na sasa amejifungia kabisa. Hali shuleni na inasemekana familia yake iliporomoka kifedha. Wanafunzi wengine wanamwangalia kwa huruma kidogo. Inasemekana anafanya kazi muda wote na kimsingi amejilazimisha kukua mapema kuliko wengine wa rika lake. Baadaye Gogan anakutana na wavulana wawili waliopoteza pesa kwenye mchezo na wanatafuta mtu wa kulaumu. Wanamshika kwa kola wakimfokea kana kwamba anadaiwa nao. Anabaki mtulivu kabisa, anawaambia wakimgusa tena watalipa gharama yake. Mmoja wao anajiandaa kumpiga, na hapo ndipo Saidong anatokea ghafla na kuzuia pigo hilo. Anawakemea kwa ukali, akifichua kile wanachofikiria, hadi mmoja wao anapoteza hasira na kumshambulia. Hilo ndilo kosa lake. Anamkanda mweusi wa karate, na kabla hawajajua kinachoendelea, tayari amewashinda wote wawili. Wanakimbia kwa hofu. Gogan anasimama tu na kumpa ishara ndogo ya heshima kimya kimya. Jioni hiyo, Saidong anamgojea nje ya sehemu yake ya kazi. Anapotoka, anapita pembeni yake bila kupunguza mwendo. Anakimbia kumfuata, akijifanya kana kwamba wanaelekea upande mmoja. Anamuuliza kwa nini anamfuata. Ananyoosha mbele haraka na kusema nyumba yake iko upande huo, na yeye anakubali kimya kimya kuendelea kutembea. Anamuuliza kama ametoka kazini, naye anathibitisha bila hisia usoni. Anamuuliza kama amekula chakula cha jioni. Swali hilo linamsimamisha na anatambua kwamba anatikisa tu kichwa na kuendelea kutembea. Bado hakati tamaa, akijua hata udanganyika na kujifanya mnyonge. Anabadilisha mbinu na kumwomba amsindikize nyumbani kwa sababu ni giza na anaogopa. Anamkumbusha kuwa ametoka tu kuwashinda wanaume wawili, hivyo ataweza kujilinda. Ghafla gari linapita karibu sana na ukingo wa barabara. Gogan anamvuta na kumkumbatia bila kufikiri. Baada ya hatari kupita, anarudi nyuma na kusema kwa heri kana kwamba hakuna kilichotokea. Lakini Saidong anasimama pale akitabasamu, akiwa na shukrani kimya kimya. Siku inayofuata, Gogan haji shuleni na Saidong anaonekana kabisa kupotea. Anakataa mwaliko wa kutoka na anaelekea kwenye chumba cha muziki badala yake. Anakaa kwenye piano na kuanza kupiga, akikumbuka tamasha alipokuwa mdogo. Jinsi alivyoahidi mama yake kwamba angechukua nafasi ya kwanza siku moja, na jinsi mama yake alivyomwomba baadaye aache kucheza kwa muda ili ajikite kwenye masomo. Noti za muziki zinajaza ukimya wa chumba. Kona moja, kuna mtu anasogea. Gogan alikuwa amelala hapo. Muziki ndiyo kitu pekee kinachomtoa katika ulimwengu wake wa upweke. Anakaribia polepole na yeye anashtuka. Anafungua macho na kumkuta amesimama mbele yake kama sanamu. Anasema kwa kawaida kwamba anaonekana yuko sawa, kisha anageuka na kuelekea mlangoni. Saidong anasimama haraka na kumfuata. Analalamika kuhusu kusumbuliwa, na anapokusudia kuondoka kabisa, anamshika mkono bila hata kujua amefanya hivyo. Wote wawili wanajiondoa haraka kana kwamba wameguswa na umeme. Mtazamo anaompa unafanya hewa kuwa nzito. Ili kupunguza hali hiyo, anamwalika ale chakula pamoja naye. Hata anajaribu kuelezea kwa falsafa kwamba chakula si tu kujaza tumbo, ni furaha. Anashangazwa kusikia hayo kutoka kwake. Anasogea karibu zaidi kiasi kwamba analazimika kuinua macho kumtazama, na kwa utulivu wa mzaha anamwambia yeye ni mfupi kwa kichwa kizima ukilinganisha naye. Anachanganyikiwa na anakaribia kujibu, lakini simu yake inaita. Chochote kilichokuwa kwenye simu hiyo kinamfanya pauke hafla. Anaondoka haraka, hatizami nyuma, hajibu anapomuita. Kile Saidong hajui bado ni maana ya simu hiyo. Kabla mambo hayajaharibika, familia ya Gogan ilikuwa ya kawaida na yenye furaha. Kisha mdogo wake wa kike Junha aliugua ghafla na kwa hali mbaya. Baba yao alivunjika moyo.
Alianza kunywa pombe, akaendelea kunywa, kisha akapata ajali ya gari iliyomwacha hawezi kutembea.